Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Asiria kuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Watu wa Mungu, amjambo. Ninawasalimu katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Karibuni sana katika mwendelezo wa somo letu, somo ambalo linasema kujazwa Roho Mtakatifu. Kujazwa Roho Mtakatifu. Leo tukiwa sehemu ya 6 ya somo letu. Basi kabla hatujakwenda kujifunza katika siku ya leo, katika sehemu hii ya 6 ya somo letu, basi niweze kukusihi tuweze kupiga magoti ili tuweze kuomba uongozi wa Mungu. Basi tupige magoti tuombe. Baba yetu mwema na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa namna ulivyo na tabia ya upendo. Asante kwa jinsi ambavyo umetulinda na umetuongoza mpaka leo. Asante kwa kipindi hiki ambacho tunahitaji kuingia kujifunza neno lako. Kwa kuwa neno lako alikuandikwa kwa nguvu ya kibinadamu na kamwe aliwezekani kueleweka kupitia wakala wa kibinadamu na nguvu za kibinadamu, bali anamhitaji Roho wako pekee. Tunaomba Bwana ukapate kutuongoza katika saa hii. Nijalie Bwana kusema neno lako katika roho na kweli, na wasaidie wasikilizaji waweze kulielewa neno lako. Naomba Bwana hasa mada hii ya Roho wako Mtakatifu, tujalie tukapate kuielewa katika saa hii, maana ina umuhimu wote. Wawezeshe wafuatiliaji na watazamaji katika saa hii Baba, wasiweze kupitwa na kitu hichi muhimu. Wajazwe kwa Roho wako Mtakatifu. Nami naomba nijazwe kwa Roho wako Mtakatifu. Ninaomba haya machache kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Basi ndugu zangu, popote pale mlipo, ninawakaribisheni tena katika mwendelezo wa somo letu, mada kuu ikiwa kujazwa Roho Mtakatifu. Kujazwa Roho Mtakatifu. Hii ndiyo mada kuu ambayo tumeendelea nayo, na katika siku ya leo tumefika sehemu ya 6 ya somo letu. Sasa katika siku ya leo tutakwenda kujifunza kipengele ambacho kitakuwa kinasema namna tunavyoweza kuutafuta ufalme wa Mungu. Namna tunavyoweza kuutafuta ufalme wa Mungu, kwamba ni kwa namna gani
tunaweza kuutafuta ufalme wa Mungu. Kwa namna gani tunaweza tukautafuta ufalme wa Mungu? Fungu hapa ni katika kitabu cha Mathayo 6 mstari wake ni wa 23. Fungu ambalo tutakwenda kuanza nalo rafiki ni Mathayo 6 mstari wake ni wa 23. Basi tukasome hapo Mathayo 6 mstari wake ni wa 23. Katika kitabu cha Mathayo 6 mstari wake ni wa 23, neno la Mungu hapo linasema, Mathayo 6 mstari wake ni wa 33, si 23. Mathayo 6 mstari wake ni wa 33. Neno la Mungu linasema, bali utafuteni kwanza, katika Mathayo hiyo 6 mstari wake ni wa 33. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Neno la Mungu hapa linasema kwamba tunatakiwa tuutafute kwanza ufalme wake na tutafute kwanza haki yake, mengine yote ni ziada. Sasa nitajihusisha na sehemu ya kwanza, maana maandiko hapa yanatuambia tutafute ufalme wake na maandiko hapa yanatuambia tutafute haki yake. Sasa nitajihusisha na hiyo sehemu ya kwanza ya fungu hili ambayo inasema kwamba tutafute kwanza ufalme wa Mungu. Tutafute kwanza ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kutafuta ufalme wa Mungu, hili ndilo hitaji kuu. Mungu anataka kwamba tuweze kutafuta kwanza ufalme wa Mungu, lakini mengine yote yawe ni ziada. Lakini hapa shetani amepindisha. Shetani amefanya kwamba tutafute kwanza dunia, tutafute kwanza masomo, tutafute kwanza mambo ya kiulimwengu, tutafute kwanza dunia, tutafute kwanza masomo, tutafute mambo ya kiulimwengu. Lakini Mungu anataka kwamba tutafute kwanza ufalme wake na haki yake, na mengine yote tutaweza kuzidishiwa. Kwa hiyo Mungu anatutaka kwamba tutafute kwanza ufalme wake na tutafute kwanza haki yake, na mengine yote ni ziada. Lakini shetani amepanga kwamba tutafute kwanza mambo ya dunia, tutafute kwanza elimu, tutafute kwanza mafanikio, tutafute kwanza vyeo, na Mungu anawekwa ni wa pili. Lakini sivyo hivyo maandiko yasemavyo. Huo ni mpango wa shetani. Mungu anasema sasa katika neno lake, utafuteni kwanza ufalme wake. Kwa hiyo tunatakiwa kutafuta ufalme wa Mungu kwanza. Sasa ufalme wa Mungu ni pale Kristo anapokaa ndani yetu. Ufalme wa Mungu ni pale Kristo anapokaa ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu. Huo ndio ufalme wa Mungu. Tarudia tena. Ufalme wa Mungu ni pale Kristo anapokaa ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu. Ufalme wa Mungu ni pale Kristo anapokaa ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Kristo anapokaa ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu, huo ndio ufalme wa Mungu. Kristo anapokaa ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu, huo ndio ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ufalme wa Mungu ni pale Kristo anapokaa ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu. Hebu tukaliangalia hili jambo, tukalithibitishe katika maandiko kwamba ufalme wa Mungu ambao tunatakiwa tuutafute ni ufalme gani? Sasa hapa tumeweza kusema kwamba ufalme wa Mungu ni pale Kristo anapokaa ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu. Je, hili ni kweli? Ndivyo maandiko yasemavyo? Ndivyo Biblia isemavyo? Basi na kusimpendwa, shika Biblia yako ili tuweze kuliona jambo hili jinsi vile Biblia isemavyo kuhusu ufalme wa Mungu, jinsi vile neno la Mungu lisemavyo kuhusu ufalme wa Mungu. Luka 17 mstari wake ni wa 20 na 21. Luka 17 mstari wake ni wa 20 na mstari wake ni wa 21.
katika Luka 17 mstari wake ni wa 20 na mstari wake ni wa 21. Neno la Mungu linasema, na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Akawajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, wala hawatasema tazama upo huku au uko kule, kwa maana tazama, ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Maandiko yanatuambia hapa, Mafarisayo walimuuliza Yesu, ufalme wa Mungu utakuja lini? Ufalme wa Mungu utakuja lini? Jibu la Yesu lilikuwa ni kwamba ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, wala hawatasema ufalme wa Mungu uko huku wala uko pale. Ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Kwa hiyo Kristo anawaambia wa Mafarisayo kwamba ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Na hichi kitu tunatakiwa na sisi tukielewe. Ufalme tunaotakiwa tuutafute, si kwamba tuutafute mahali fulani ama twende eneo fulani, bali ni kwamba tunatakiwa tutafute ufalme wa Mungu kuwa ndani yetu. Ufalme wa Mungu kuwa ndani yetu. Yesu anawaambia Mafarisayo hapa, na ndivyo anatuambia leo, ni kwamba ufalme wa Mungu unapaswa uwe ndani yetu. Ufalme wa Mungu unapaswa uwe ndani yetu. Sasa hichi ambacho kinatakiwa kiwe ndani yetu kama ufalme wa Mungu ni nini? Hiki kinachotakiwa kiwe ndani yetu kama ufalme wa Mungu ni nini? Warumi 8 mstari wake ni wa 10. Kitabu ni cha Warumi 8 mstari wake ni wa 10. Neno la Mungu linasema, na Kristo akiwa ndani yenu, na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo ni pale Kristo anapokuwa ndani yetu ndipo mwili wetu unakufa kwa ajili ya dhambi. Lakini ona ulinganifu hapa, ufalme wa Mungu umo ndani yenu, ni Kristo kuwa ndani yetu. Kwa hiyo ufalme wa Mungu kuwa ndani yetu, ufalme wa Mungu ambao umo ndani yetu ni Kristo aliye ndani yetu. Kwa hiyo Kristo ndani ya mtu, huo ndio ufalme wa Mungu, na hicho ndicho tunatakiwa tutafute. Kwa hiyo tunapoambiwa tutafute kwanza ufalme wa Mungu, ni kutafuta kuwa na Kristo ndani yetu. Hichi ndicho kitu chenye umuhimu wote ambacho tunatakiwa kukitafuta kwanza. Tunatakiwa kutafuta Kristo kuwa ndani yetu. Kwa hiyo tunapotafuta kuwa na Kristo ndani yetu, hapo tunatafuta ufalme wa Mungu, maana ufalme wa Mungu unatakiwa uwe ndani yetu, na ndani yetu anayetakiwa akae ndani yetu ni Kristo. Kristo ndiye ambaye anatakiwa aweze kukaa ndani yetu. Kitabu kile ni cha Wagalatia 2 mstari wake ni wa 20. Kitabu kile ni cha Wagalatia 2 mstari wake ni wa 20. Katika kitabu cha Wagalatia 2 mstari wake ni wa 20, neno la Mungu linasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali ni Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, wala si mimi tena, bali ni Kristo yu hai ndani yangu. Mtume Paulo analitambua hili kwa kutambua ufalme wa Mungu ulivyo. Anaeleza kwamba amesulubiwa na Kristo, na amesulubiwa pamoja na Kristo, na anaeleza kwamba sio yeye tena, bali ni Kristo yuko hai ndani yake. Ndugu zangu, Kristo anatakiwa hawe hai ndani yetu. Kristo anatakiwa hawe hai ndani yetu, yaani Kristo anatakiwa akae ndani yetu, na Kristo kukaa ndani yetu. Huo ndio ufalme wa Mungu. Huo ndio ufalme wa Mungu, pale Kristo anapokaa ndani yetu.
Huo ndio ufalme wa Mungu. Kitabu ni cha Wakolosai. Wakolosai 1 mstari wake ni wa 26 na 27. Wakolosai 1 mstari wake ni wa 26 na 27. Neno la Mungu linasema, neno la Mungu linasema, siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake, ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Anasema kwamba siri ile ambayo ilikuwa imefichwa tangu vizazi vyote na tangu zama zote, sasa hivi imefunuliwa kwa watakatifu. Kwa hiyo kuna siri ambayo ilikuwa imefichwa tangu vizazi vyote, na sasa hivi hiyo siri imefunuliwa kwa watakatifu. Na hiyo siri ni nini? Ni Kristo ndani ya mtu, tumaini la utukufu. Hapa kinasemwa nini? Hapa inasemwa kwamba siri ya utendaji, na tena tangu zama zote, wale wote walioongozwa na Mungu, ni Kristo ndiye aliyekuwa ndani yao, ndiye aliyewawezesha kushinda. Ni Kristo ndiye ambaye alikuwa ndani ya manabii. Ni Kristo ndiye aliyekuwa ndani ya Yusufu, ndani ya Daudi, ndani ya Ibrahimu, ndani ya Enoko. Ni Kristo ndiye aliyeyawezesha matendo yote matakatifu. Na hiyo siri sasa leo hii inafunuliwa kwa watakatifu tuweze kuifahamu, na huo ndio utendaji. Ni Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. Hiyo ndiyo siri kuu ya utendaji, na hiyo ndiyo siri kuu ya kushinda dhambi. Saa hii jambo hili linafunuliwa kwa watakatifu kwamba kumbe ni Kristo ndiye anayekaa ndani ya mtu na kumwongoza. Na ngoja nionyeshe jambo hili kwamba mitume naweza kusema manabii ambao wameishi hata katika zama za Agano la Kale, yani kabla ya kipindi cha Yesu, huu utendaji pia ulikuwa uko ndani yao. Kristo alikuwa yuko ndani yao. Tusome katika kitabu cha Petro wa kwanza 1 mstari wake ni wa 10. Petro wa kwanza 1 mstari wake ni wa 10 hadi mstari wake ni wa 12. Neno la Mungu linasema, Petro wa kwanza 1 mstari wake ni wa 10 hadi mstari wake ni wa 12. Neno la Mungu linasema, katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza, ambao walitabiri habari za neema itakaowafikia ninyi. Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakaofunuliwa baada ya hayo. Wakafunuliwa ya kuwa si kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili yenu mnaohudumu katika mambo hayo, ambayo sasa yamehubiriwa kwenu na wale waliohubiri Injili kwa Roho Mtakatifu, na wale waliowahubiri Injili ninyi kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. Maandiko yanaeleza hapa kwamba katika habari ya wokovu manabii walitafuta na walichunguza, na Roho wa Kristo alikuwa yuko ndani yao. Fungu la 11 anasema, wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao. Kwa hiyo Roho wa Kristo alikuwa ndani ya manabii. Roho wa Kristo alikuwa ndani ya manabii. Na hapa nini kinasemwa kwenye kitabu kile cha Wakolosai fungu la 26 na fungu la 27, kama tulivyosoma, anasema kwamba siri ile iliyofichwa tangu vizazi vyote na tangu zama zote, saa hii imefunuliwa kwa watakatifu, na siri hiyo ni Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. Kwa hiyo Kristo ndani ya mtu,
Hilo ndilo tumaini la utukufu, na huo ndio ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ufalme wa Mungu ni pale Kristo anapokaa ndani yetu. Na Kristo anawajibu Wayahudi kama tulivyosoma katika kitabu cha Luka 17:20 na 21. Wayahudi wanamuuliza Kristo kwamba ufalme wa Mungu utakuja lini? Kristo anawaambia ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Kwa hiyo ufalme wa Mungu ni kama Kristo anawaambia ufalme wa Mungu unapaswa uwe ndani yetu. Kwa hiyo wapendwa, tunapotafuta ufalme wa Mungu tusiwe na dhana potofu kama Wayahudi. Wayahudi waliweza tu kufikiria kwamba ufalme wa Mungu huko mahali fulani na unaweza ukaja, lakini maandiko hapa yanatueleza kwa wazi kwamba ufalme wa Mungu unapaswa uwe ndani yetu. Kwa hiyo maandiko yanavyotuambia kwamba tuutafute ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine tutazidishiwa. Huo ufalme wa Mungu tunaotakiwa tuutafute unapaswa ukae ndani yetu. Unapaswa ukae ndani yetu. Kwa hiyo ufalme wa Mungu ambao tunatakiwa tuutafute, ama tunapaswa tuutafute, unatakiwa ukae ndani yetu. Ufalme wa Mungu unatakiwa ukae ndani yetu. Sasa ufalme wa Mungu tumeona kwamba ni Kristo kukaa ndani yetu, kwamba kinachotakiwa kikae ndani yetu ni Kristo mwenyewe, ndiye anayetakiwa akae ndani yetu. Lakini ukweli ni kwamba Kristo anakaa ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu. Kristo anakaa ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu. Tusome kitabu ni cha Timotheo wa pili 1 mstari wake ni wa 14. Timotheo wa pili 1 mstari wake ni wa 14. Neno la Mungu linasemaje? Timotheo wa pili 1 mstari wake ni wa 14. Neno la Mungu linasema, ilinde ile amana nzuri kwa Roho Mtakatifu akaaye ndani yetu. Ilinde ile amana, anasema ilinde ile amana nzuri kwa Roho Mtakatifu akaaye ndani yetu. Sasa hapa tunaongezewa jambo kwamba Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Je, hii lugha ya Kristo kukaa ndani yetu na Roho Mtakatifu kukaa ndani yetu ni lugha mbili tofauti? Hapana, ni lugha ile ile. Ni Kristo anapokuwa ndani yetu, Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yetu, ndipo Kristo anakuwa ndani yetu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yetu ni uwepo wa Kristo mwenyewe ndani yetu, na huo ndio ufalme wa Mungu. Hapa sasa tunapata picha kwa uwazi kwamba ufalme wa Mungu ni pale Roho wa Mungu anapokuwa ndani yetu. Kwanza tulithibitishe hili kwamba Kristo anapokuwa ndani yetu, anakuwa ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu. Twende katika kitabu ni cha waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wake ni wa 24. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wake ni wa 24. Neno la Mungu linasema, naye azishikae amri zake hukaa ndani yake, yeye naye ndani yake. Katika hili twajua ya kuwa anakaa ndani yetu kwa huyo Roho aliyetupa. Katika hili tunajua kwamba Kristo anakaa ndani yetu kwa huyo Roho aliyetupa. Kwa hiyo Kristo anakaa ndani yetu kupitia kutupatia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kupitia kupewa Roho Mtakatifu ndipo Kristo anakaa ndani yetu, ndipo ufalme wa Mungu unakaa ndani yetu. Kwa hiyo ufalme wa Mungu unakaa ndani yetu pale Kristo anapokaa ndani yetu. Kwa hiyo Kristo anapokaa ndani yetu ndipo ufalme wa Mungu unakaa. Lakini Kristo anakaaje ndani yetu? Kupitia Roho ambaye anatupa. Na ndiyo utaona kwamba kutafuta ufalme wa Mungu ni kumtafuta Roho Mtakatifu. Kutafuta ufalme wa Mungu, wapendwa, ni kumtafuta Roho Mtakatifu. Kwa hiyo andiko lile lisemalo, utafuteni kwanza ufalme wake, ni kusema mtafuteni kwanza Roho Mtakatifu. Mtafuteni kwanza
Mtakatifu na mengine yote yatakuwa ni baadaye. Kwa hiyo nafikiri Yesu Kristo anatuambia hapa tumtafute kwanza Roho Mtakatifu, na tukimtafuta Roho Mtakatifu mengine yote ni baadaye. Kwa nini tumefikia jambo hili? Iko wazi, maandiko yanaonyesha ufalme wa Mungu unapaswa uwe ndani yetu, na maandiko yanaonyesha wazi kwamba ni Kristo anayekuwa ndani yetu kama ufalme wa Mungu, na maandiko yanaonyesha wazi kwamba Kristo anapokuwa ndani yetu ni kupitia kutupa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wakati tunapopewa Roho Mtakatifu, hapo tumepewa ufalme wa Mungu, hapo tumepewa ufalme wa Mungu. Nisome tena andiko hili katika waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 13. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 13. Neno la Mungu linasemaje? Neno la Mungu linasema, katika hili twafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha Roho wake. Katika hili twafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake, katika hili twafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha Roho wake. Kwa hiyo katika hili tunafahamu kwamba Kristo anakaa ndani yetu kwa kuwa ametushirikisha Roho wake. Kwa hiyo tunaposhirikishwa Roho wake, hapo ndipo Kristo anakaa ndani yetu. Kwa hiyo ufalme wa Mungu ni Kristo kukaa ndani yetu, ambapo Kristo anakaa ndani yetu kupitia sisi kushirikishwa Roho wake, kupitia sisi kupewa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo andiko lile na somo letu katika siku ya leo, kipengele ambacho tunajifunza namna tunavyoweza kutafuta ufalme wa Mungu. Maandiko katika kitabu cha Mathayo 6 fungu lile ni la 33. Maandiko katika kitabu cha Mathayo 6 fungu lile ni la 33 yametueleza, utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na mengine yote yatakuwa ni ziada. Kwa hiyo ufalme wa Mungu mpaka hapa tumeona wazi katika maandiko ni kupewa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo rafiki yangu, saa hii tunatakiwa kumtafuta Roho Mtakatifu kwanza, mengine yote baadaye. Achana na jambo jingine lolote. Washiriki wa kanisa, wahubiri wa Injili, watu walio katika familia, wanandoa, vijana, wazee, kwa watoto, mabinti, tunatakiwa tuutafute kwanza ufalme wa Mungu. Yani tunatakiwa tumtafute kwanza Roho Mtakatifu, tunatakiwa tutafute kwanza kujazwa Roho Mtakatifu, tunatakiwa tutafute kwanza kubatizwa katika Roho Mtakatifu. Na hiyo ndiyo maana ya kutafuta ufalme wa Mungu kwanza. Kwa hiyo wakati mtu atakapojiweka katika hali ya kumtafuta Roho Mtakatifu, hapo anautafuta ufalme wa Mungu kwanza. Rafiki zangu wapendwa mnaonisikiliza saa hii, hebu Mungu atusaidie. Ninaomba kwa ajili yako mpendwa, saa hii Mungu akusaidie rafiki yangu, ya kwamba ujazwe Roho Mtakatifu. Tafuta kuwa na njaa na kiu ya haki. Tafuta kuwa na kiu ya haki. Kiu ya haki, yani tafuta kujazwa na Roho Mtakatifu katika maombi yako mengi. Katika saa hii tafuta kujazwa na Roho Mtakatifu. Tafuta kujazwa na Roho Mtakatifu. Tafuta kujazwa na Roho Mtakatifu rafiki yangu mpendwa. Usihangaike na jambo jingine. Huu si wakati wa kukaa na kusema watu vibaya. Huu si wakati wa kukaa na kuweka kasoro katika tabia za watu wengine. Huu ni wakati mpendwa wa kuweza kutafuta ufalme wa Mungu, ambao ni wakati wa kuweza kutafuta kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Kujazwa kwa Roho Mtakatifu lingekuwa hitaji letu kuu, na hili ndilo lingetakiwa liwe hitaji la kwanza, na hili ndilo lilitakiwa liwe hitaji la kwanza. Uamsho katika kujazwa na Roho Mtakatifu, hili lingetakiwa liwe hitaji letu la kwanza na la msingi, na tungelitakiwa kulitafuta kuliko kutafuta mambo mengine yoyote. Tungetakiwa kutafuta kitu hichi, kujazwa kwa Roho Mtakatifu.
Kwa hiyo kujazwa kwa Roho Mtakatifu ndiyo kutafuta ufalme wa Mungu. Na fungu hili tumekuwa tukilisoma sana, na limekuwa fungu kuu pia katika kitabu kile cha Warumi 8 fungu la 9. Fungu hili tutalirudia na ikibidi liweze kukaa katika akili, kwa sababu katika fungu hili tunapata kuona umuhimu wa sisi kumhitaji Roho wa Mungu, kumhitaji Roho wa Kristo. Warumi 8 mstari wake ni wa 9. Neno la Mungu linasema, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili, bali mwaifata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Kwa hiyo unapokosa Roho Mtakatifu, wewe sio Mkristo, wewe sio Mkristo, wewe sio Mkristo. Mkristo ni yule aliyejazwa na Roho Mtakatifu. Wapendwa, tuweze kumtafuta Roho Mtakatifu, tuweze kumtafuta Roho wa Kristo atujaze katika saa hii. Na tunampataje? Tunampata Roho wa Kristo kwa kuomba, kwa kuomba. Kwa hiyo huu ni wakati maombi yawe mengi. Ongea kidogo rafiki, saa hii usiongee sana, saa hii usiseme sana, omba sana, na ombi lako kuu liwe ni kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu tunampata kupitia kuomba. Wafilipi 1 mstari wake wa 19. Wafilipi 1 mstari wake ni wa 19. Kitabu cha Wafilipi 1 mstari wake ni wa 19. Neno la Mungu linasema, maana najua ya kuwa haya yatanigeukia kuwa wokovu wangu, kwa sababu ya kuomba kwenu kuruzukiwa Roho wa Kristo. Kwa sababu ya kuomba kwenu kuruzukiwa Roho wa Kristo. Kwa tunatakiwa kuomba kuruzukiwa Roho wa Kristo. Tunatakiwa kuomba ili tupewe Roho wa Kristo. Na Mungu ameahidi, Mungu ameahidi. Kitabu ni cha Luka 1 mstari wake ni wa 13. Mungu ameahidi. Kitabu cha Luka 1 mstari wake ni wa 13. Neno la Mungu linasema, basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamuombao? Je, Baba wa mbinguni hatazidi kuwapa Roho Mtakatifu hao wamuombao? Maandiko hapa yanatuuliza swali, ikiwa sisi baba wa kibinadamu tumekuwa tukitimiza wajibu kwa watoto wetu, tukiwapa vitu vyema, je, kama sisi tumeweza kukifanya kitu hichi, Mungu anashindwa kutupa Roho Mtakatifu? Hapana, Mungu atatupa Roho Mtakatifu. Mungu atatujaza kwa Roho Mtakatifu kwa yeyote anayekwenda kupeleka maombi yake kwa bidii, akimuomba Mungu kwa maombi ya bidii, maombi yasiyo ya kukatakata, maombi ya mfululizo katika kumuomba Roho wa Mungu. Hakika na kuhakikishia utampata Roho wa Mungu. Roho wa Mungu, hichi ndicho kitu cha thamani, na hichi ndicho kitu Kristo anakifundisha, kwamba tuutafute kwanza ufalme wa Mungu. Kwa hiyo Kristo anapofundisha kwamba tuutafute kwanza ufalme wa Mungu, anafundisha kwamba tutafute kujazwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo namna ya kutafuta ufalme wa Mungu ni kumtafuta Roho Mtakatifu. Wakati mtu anapojinyenyekeza katika sala, wakati mtu anapomuomba Mungu, anajazwa na Roho Mtakatifu, na hapo ufalme wa Mungu unakuja ndani yake. Oh, haleluya! Kwa hiyo ufalme wa Mungu uje ndani yako, na utafute kwanza ufalme wa Mungu. Acha kwanza kutafuta pesa, acha kwanza kutafuta elimu, acha kwanza kusema natafuta mke. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu. Tafuta kwanza kujazwa na Roho Mtakatifu. Tafuta kwanza, mpendwa, kujazwa na Roho Mtakatifu.
Matakatifu katika kitabu cha Waefeso, katika kitabu ni cha Waefeso 3 mstari wake wa 17. Waefeso 3 mstari wake ni wa 17. Nianze mstari wa 16 twende mpaka 17. Waefeso 3. Kitabu kile ni cha Waefeso 3 mstari wake ni wa 16 na mstari wake ni wa 17. Neno la Mungu linasema, awajalieni kwa kadri ya utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Awajalieni kwa kadri ya utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Kristo akae moyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo. Kristo akae moyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo. Sasa hapa maandiko yanatueleza kwamba Mungu atujalie kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu. Tunatakiwa tufanywe imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Kwa hiyo kazi ya Roho wa Mungu katika utu wake wa ndani ina thamani sana kwetu. Hii ndio tunatakiwa tuutafute, kwamba Roho wa Mungu afanye kazi katika utu wetu wa ndani. Na wakati Roho wa Mungu anapofanya kazi katika utu wetu wa ndani, fungu la 17, Kristo anakaa moyoni mwetu kwa imani. Kristo anakaa moyoni mwetu kwa imani. Na wakati Kristo anapokaa moyoni mwetu kwa imani, andiko linasema tuwe na shina na msingi katika upendo. Hapa sasa tunaongezewa kitu ambacho inabidi tukakione vizuri. Hapa tunaongezewa kitu ambacho inabidi tukakione vizuri. Kitu ambacho tunaongezewa hapa. Maandiko yanatuambia kwamba tunatakiwa tuwe na shina na msingi katika upendo. Kwa lugha nyingine, ufalme wa Mungu ni pale tunapokuwa na upendo. Wakati mtu anapokuwa na upendo, hapo anakuwa na ufalme wa Mungu ndani yake. Kwa hiyo wakati tunapokuwa na upendo, tukawapenda wanadamu wenzetu, tukampenda Mungu, hapo ndipo ufalme wa Mungu umekaa ndani yetu. Sasa katika hili pia tuhebu tulishughulikie hapa katika maandiko matakatifu kuweza kulionyesha jambo hili. Kwa hiyo ufalme wa Mungu pia ni pale ambapo tunakuwa na upendo ndani yetu. Wakati tunapokuwa na upendo, hapo tunakuwa na ufalme wa Mungu. Tunatakiwa, wapendwa, kutafuta ufalme wa Mungu. Sasa tushike Biblia zetu vizuri tena, tuweze kulipitia hili, tuweze kuliona tena jinsi maandiko yasemavyo kuhusu habari ya upendo ikilinganishwa na ufalme wa Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 12 na mstari wake ni wa 16. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 12 na mstari wake ni wa 16. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, kitabu ni cha waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 12 na mstari wake ni wa 16. Neno la Mungu linasemaje? Tasoma mstari wa 12 kisha tasoma mstari wa 16. Maandiko yanasema, hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu ukaa ndani yetu na pendo lake limekamilika ndani yetu. Hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu ukaa ndani yetu. Tukipendana, Mungu ukaa ndani yetu. Kumbuka, uwepo wa Mungu ndani ya mtu ndipo ufalme wa Mungu unakuwa ndani ya mtu. Kama tulivyosema, uwepo wa Kristo ndani ya mtu ndiyo ufalme wa Mungu ndani ya mtu.
Sasa hapa ndugu yetu Yohana anatuambia kwamba hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu. Kwa hiyo wakati tunapoona kanuni ya upendo ikifanya kazi ndani yetu, hapo ufalme wa Mungu unafanya kazi ndani yetu, ama ufalme wa Mungu umo ndani yetu. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu. Twende katika lile fungu la 16. Anasema, nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi. Nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akaaye katika pendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Mungu ni upendo. Kwa hiyo Mungu katika asili yake ni upendo. Upendo ndiyo asili ya Mungu na ndiyo tabia ya Mungu na ndiyo msingi wa serikali ya Mungu. Tabia ya Mungu ni upendo, na si kwamba Mungu ana upendo. Yeye ndiye pendo, yeye ndiye upendo, na upendo wote unatoka kwa Mungu. Upendo wote unatoka kwa Mungu. Maandiko hapa yanatuambia kwamba Mungu ni upendo, naye akaaye katika pendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Naye akaaye katika pendo, Mungu hukaa ndani yake. Naye akaaye katika pendo, Mungu hukaa ndani yake. Kwa hiyo ambaye anakaa katika upendo, Mungu anakaa ndani yake. Kwa hiyo Mungu anakaa ndani ya mtu ambaye ana upendo. Yaani ufalme wa Mungu unadhihirika kwa mtu mwenye upendo. Wakati unapokosa upendo, hapo hakuna ufalme wa Mungu. Ni mpaka upendo wa Mungu ukae ndani yako. Wakati upendo wa Mungu unakaa ndani yako, hapo ndipo utakuwa na ufalme wa Mungu. Hapo ndipo utakuwa na ufalme wa Mungu. Na wapendwa, hakuna kitu ambacho ni muhimu zaidi kama kanuni hii ambayo ni upendo. Kanuni ya upendo ni kanuni ya muhimu sana. Ni kanuni ya muhimu sana. Tukasome katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 13 mstari wake wa kwanza hadi wa 3. Wakorinto wa kwanza 13 mstari wake ni wa kwanza kwenda mstari wake ni wa 13. Neno la Mungu linasemaje? Anasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuhamisha milima, kama sina upendo, si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote na kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo, hainifai kitu. Maandiko hapa yanasema, hata niongee lugha zote za mwanadamu, hata niwe ninajua lugha za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote za maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, si kitu mimi. Kama hauna upendo, wewe sio kitu chochote. Wewe sio kitu chochote. Kama sina upendo, si kitu mimi. Anasema, tena nikitoa mali zangu na kuwalisha maskini, tena nikitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo, hainifai kitu. Hapa kuna mambo yanasemwa. Unaweza kuwa na imani lakini ukakosa upendo. Hata shetani anaamini Mungu yupo. Yakobo anatueleza kwamba hata mashetani wanaamini Mungu yupo na kutetemeka, ila hawana upendo. Na unaweza ukawa unajua unabii,
Hata shetani anajua unabii, lakini hana upendo. Unaweza ukatoa mali ukawagawia maskini, lakini lile tendo lako likawa limeongozwa na ubinafsi, hapo una upendo. Kwa hiyo ndugu zangu, tunahitajika kuwa na upendo. Anaeleza kwamba kama sina upendo hainifai kitu. Kama sina upendo si kitu mimi. Sasa huu upendo ambao unasemwa tunatakiwa kuwa nao ni upendo gani? Huu upendo ambao unasemwa tunatakiwa kuwa nao ni upendo gani? Huu ni upendo gani? Kitabu kile ni cha upendo ambao tunatakiwa tuwe nao ni upendo gani? Kitabu kile ni cha Yohana 5, mstari wake ni wa 42. Yesu anasema, Yohana 5 mstari wake ni wa 42. Yesu hapa anasema, walakini nimewajua ninyi ya kuwa hamna upendo wa Mungu ndani yenu. Walakini nimewajua ninyi ya kuwa hamna upendo wa Mungu ndani yenu. Walakini nimewajua ninyi ya kuwa hamna upendo wa Mungu ndani yenu. Kwa hiyo upendo tunaotakiwa tuwe nao ndani yetu ni upendo wa Mungu, ni upendo wa Mungu. Kwa hiyo upendo wa Mungu unapokuwa ndani yetu, ni ufalme wa Mungu umekuwa ndani yetu. Kwa hiyo ni mpaka pale tutakapokuwa na kanuni hii ya upendo. Na ndiyo maana Kristo aliwaambia wanafunzi wake. Kristo aliweza kuambia wanafunzi wake katika kitabu kile ni cha Yohana 13 mstari wake ni wa 34. Yohana 13 mstari wake ni wa 34 kwenda mstari wake ni wa 35. Kristo anawaambia wanafunzi wake, amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Watu wote wangelitambua sisi ni wanafunzi wa Yesu kama tungeliweza kuwa na upendo sisi kwa sisi. Lakini tazama leo hakuna upendo ndani yetu sisi kwa sisi. Iwe ni wahubiri wanaohubiri kweli za leo hawapendani, iwe ni washiriki hawapendani, iwe ni wanandoa, upendo umekuwa kitu kigumu. Kwa hiyo upendo ni ushahidi mkubwa ya kwamba mtu amemjua Mungu. Upendo ni ushahidi mkubwa ya kwamba mtu yuko ndani ya Mungu. Lakini Yesu Kristo anasema, nimegundua ninyi kwamba upendo wa Mungu haumo ndani yenu. Nimegundua hilo, kwamba nimegundua upendo wa Mungu haumo ndani yenu. Nimegundua kwamba upendo wa Mungu haumo ndani yenu. Sasa upendo ni ushahidi mkubwa ya kwamba tumemwelewa Mungu. Upendo ni ushahidi mkubwa ya kwamba ufalme wa Mungu unakaa ndani yetu. Na yeyote ambaye hapendi, hebu tusome hapa katika kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 7 kwenda mstari wake ni wa 8. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 7 kwenda mstari wake ni wa 8. Neno la Mungu linasema, wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa kumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Maandiko yanatuambia tupendane, lakini anapotuasa tupendane, yanatupa mtazamo halisi kwamba huo upendo ambao tunatakiwa tupendane unatoka kwa Mungu. Upendo ambao tunatakiwa tupendane unatoka kwa Mungu pekee. Kwa hiyo upendo ambao tunatakiwa tuudhirishe ndani yetu na kati yetu, upendo huo unatoka kwa Mungu.
Anasema fungu la 8, yeye asiyependa kumjua Mungu, hata madai yako yaweje, hata kanuni zako ziweje, ili mradi tu huna upendo, ili mradi tu wathamini wenzako, basi wewe umjui Mungu. Ndivyo maandiko yasemavyo. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Mungu ni upendo. Kwa hiyo wakati tunapopenda wenzetu, wakati tunapojali wenzetu, sasa utaona kwamba hata ndani ya wahubiri wanaohubiri kweli za leo, upendo umekosekana. Kwa wale wanaokosea, wanawashambulia vibaya, lakini hii haitakiwi. Hii ni kinyume kabisa na kanuni ya Mungu, maana kanuni ya Mungu ni kuwa na upendo, na pale tunapoona wenzetu wameumia, basi hapo tungeweza kusikitika. Hapo tungeliweza kusikitika. Pale ambapo tunaona ndugu zetu wameumia, tungeweza kuingia katika masikitiko, lakini hii haijawa kwetu hivi. Maandiko yanatuambia kwamba tupendane, na hakuna dai ya kwamba wewe unampenda Mungu kama unawachukia wale unaowaona. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 20 na mstari wake ni wa 21. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 mstari wake ni wa 20 na wa 21. Mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni muongo. Ni muongo, kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye anamuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Na amri hii tumepewa na yeye, ya kwamba yeye ampendaye Mungu na ampende na ndugu yake. Maandiko yanatuambia hivi, amri hii tumepewa na yeye, kwamba yeye ambaye anampenda Mungu na ampende na ndugu yake. Kwa hiyo tunapompenda Mungu, tutawapenda na ndugu zetu, na huo ndio ushahidi wa uongofu kamili. Lakini Yesu aliwaambia Wayahudi katika kile kitabu cha Yohana Injili 5 mstari wake ni wa 42. Yesu anawaambia Wayahudi, lakini nimegundua ya kuwa ninyi hamna upendo wa Mungu ndani yenu. Nimegundua ninyi hamna upendo wa Mungu ndani yenu. Na pale unapokosa upendo wa Mungu ndani yako, hapo hauna ufalme wa Mungu ndani yako, na hapo wewe sio mtu wa Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wake ni wa 10. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wake ni wa 10. Maandiko yanasemaje? Hebu niteremke hadi mstari wake ni wa 18. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wake ni wa 10 hadi mstari wake ni wa 18. Neno la Mungu linasema, katika hili watoto wa Mungu ni zaidi na watoto wa Ibilisi nao. Mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. Mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye ampendi ndugu yake hatokani na Mungu, anatokana na Ibilisi. Fungu la 11, maana hii ndiyo habari mlioisikia tangu mwanzo, kwamba tupendane sisi kwa sisi, si kama Kaini alivyokuwa wa yule mwovu, akamuua ndugu yake. Naye alimuua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya na matendo ya ndugu yake yalikuwa ya haki. Ndugu zangu, msistajabu ulimwengu ukiwachukia. Sisi twajua ya kuwa tumepita toka mautini na kuingia uzimani, kwa maana twawapenda ndugu. Sisi twajua ya kuwa tumepita kutoka mautini na kuingia uzimani, kwa maana twawapenda ndugu. Yeye asiyependa anakaa katika mauti. Yeye asiyependa anakaa katika mauti, na kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Nanyi mnajua ya kwamba kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Nanyi mnajua ya kwamba kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Kwa hiyo muuaji yoyote hana uzima wa milele
unaokaa ndani yake. Maandiko yanasema amchukiaye ndugu yake ni muuaji, na kila muuaji ana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Katika hili tumelifahamu pendo, ya kuwa yeye alitoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kutoa uhai wake kwa ajili yao ndugu. Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia, kisha akamuona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huruma zake, je, upendo wa Mungu akaaje ndani ya huyo mtu? Watoto wadogo, tusipende katika neno wala kwa ulimi, bali katika tendo na kweli. Maandiko hapa yanatuambia upendo ni kanuni ya ukweli, ni kanuni kuu ya Mungu. Ndiyo kanuni inayoongoza serikali ya Mungu, upendo wa kujikana nafsi. Sasa maandiko yanatuambia kwamba wakati tunapokuwa na upendo wa Mungu ndani yetu, ndipo ufalme wa Mungu unakuwa ndani yetu. Sasa swali moja ni kwa namna gani tunaweza kuwa na upendo wa Mungu ndani yetu? Ni kwa namna gani tunaweza kuwa na upendo wa Mungu ndani yetu? Kwa kuzingatia, unapokuwa na upendo wa Mungu ndani yako, hapo ndipo unakuwa na ufalme wa Mungu ndani yako. Wakati kiumbe yoyote, awe malaika, awe mwanadamu, anapotawaliwa na kanuni ya upendo ndani yake, hapo ndipo ufalme wa Mungu upo ndani yake. Wakati kiumbe yoyote, awe malaika, awe mwanadamu, anapokuwa mbinafsi, maana ubinafsi ni kinyume na kanuni ya upendo. Pale ubinafsi unapodhihirika ndani ya mtu, basi hapo ubinafsi unapodhihirika, hakuna ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ni pale ambapo upendo unakuwa ndani yako, unapojazwa na upendo, unapowapenda wenzako, unapowatanguliza wenzako, unapoona wenzako ni bora kuliko wewe. Na upendo ni kutoa wengine kwanza. Upendo ni kutoa wengine kwanza. Ndio maana tunasoma maandiko yanasema, kwa maana hii jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa. Kwa hiyo kupenda, hebu jaribu kwenda kusoma maandiko, angalia mahali palipowekwa wazo la upendo, utagundua wazo kuu la upendo ni kutoa kwa ajili ya wengine. Ubinafsi ni mimi kwanza, wengine baadaye. Upendo ni wengine kwanza, mimi baadaye. Huo ndio upendo. Na wakati unapokuwa na kanuni hiyo ya upendo, ndipo Mungu anakaa ndani yako, na ndipo ufalme wa Mungu unakaa ndani yako. Wakati unapokuwa na upendo, wakati unapojazwa na upendo, hapo ndipo Mungu anakaa ndani yako. Hapo ndipo Mungu anakaa ndani yako. Sasa swali ni, na hapo ndipo ufalme wa Mungu unakaa ndani yako. Sasa hapa swali kuu ni kwa namna gani ninaweza kuwa na upendo wa Mungu? Jibu ni Warumi 5:5. Ni kwa namna gani ninaweza nikawa na upendo wa Mungu? Jibu ni katika Warumi 5:5 na katika Wagalatia 5:22. Naanza na Warumi 5:5. Ni kwa namna gani ninaweza nikawa na upendo wa Mungu? Warumi 5 mstari wake wa 5 unajibu hili. Neno la Mungu linasema, natumaini halita hatarisha, kwa maana pendo la Mungu limekwisha miminwa katika mioyo yetu. Pendo la Mungu limekwisha miminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliopewa sisi. Pendo la Mungu limekwisha miminwa mioyoni mwetu na Roho Mtakatifu tuliopewa na Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, tunapopewa Roho Mtakatifu, ndipo upendo wa Mungu na miminwa ndani ya mioyo yetu. Hakuna namna nyingine ya sisi kuwa na upendo mpaka Roho wa Mungu aletwe ndani yetu. Wakati Roho wa Mungu anapokuwa ndani yetu, ndio anaumimina upendo. Na unapokwenda katika kitabu cha Wagalatia 5 mstari wake ni wa 22 na mstari wake ni wa 23, yametajwa matunda 9 ya Roho Mtakatifu. Yametajwa matunda 9 ya Roho Mtakatifu, lakini tunda la kwanza la Roho Mtakatifu,
Maandiko yanasema ni nini? Wagalatia 5 mstari wake ni wa 22. Twende pale. Wagalatia 5 mstari wake ni wa 22. Hebu twende pale rafiki. Kitabu cha Wagalatia 5 mstari wake ni wa 22. Neno la Mungu linasemaje? Wagalatia 5 mstari wake ni wa 22. Neno la Mungu linasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, 1 upendo, 2 furaha, 3 amani, 4 uvumilivu, 5 utu wema, 6 fadhili, 7 uaminifu, 8 upole, 9 kiasi. Lakini maandiko yanapoanza na tunda la Roho yanasema, lakini tunda la Roho ni upendo. Upendo ni tunda la Roho, ni tunda la Roho. Ni kama tukichukulia kanuni za asili, mchungwa hauwezi kuzaa mapela. Mchungwa hauwezi kuzaa mapela. Ni kama wewe ni mchungwa, hauwezi kuzaa mapela. Ni mpaka mpela ndio unaweza kuzaa mchungwa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, upendo ni tunda lake. Upendo ni tunda la Roho Mtakatifu. Tungelichukulia mfano tuweze kuelewa katika lugha ya asili, kwamba ikiwa Roho Mtakatifu tungeweza tukachukulia kama mfalme, tunaweza tukachukulia kama mfano wa mti, tunaweza tukachukulia hivyo. Basi Roho Mtakatifu yeye anazaa matunda 9. Roho Mtakatifu ni mti ambao anazaa matunda 9. Yamewekwa hapo hayo matunda kama Roho Mtakatifu. Tunda la kwanza ambalo Roho Mtakatifu anazaa, wewe huwezi ukazaa hilo tunda, ni upendo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anazaa upendo ndani yetu. Kwa hiyo ufalme wa Mungu ni pale Kristo anapokaa ndani yetu. Ni pale Kristo anapokaa ndani yetu, na Kristo anakaa ndani yetu kupitia kupewa Roho Mtakatifu. Ufalme wa Mungu ni pale tunapokuwa na upendo, na upendo unapatikana tu kupitia Roho Mtakatifu. Basi hebu ngoja nisome nukuu hizi juu ya habari ya upendo. Naomba niweze kusoma nukuu hizi juu ya habari ya upendo. Maandiko yanasemaje kuhusu habari ya upendo? Maandiko yanasema hivi, ngoja nisome nukuu 2 hapa kuhusu habari ya upendo kutoka kwenye vitabu vya roho ya unabii. Nisome hapa kuhusu habari ya upendo kutoka kwenye vitabu vya roho ya unabii. Nukuu hii ninayoisoma inatoka katika kitabu kinaitwa Jumbe Zilizoteuliwa, kitabu cha kwanza. Jumbe Zilizoteuliwa, kitabu cha kwanza, Selected Message Volume 1, ukurasa wa 114 kwenda ukurasa wa 115. Ukurasa wa 114 kwenda ukurasa wa 115. Anasema kwamba Ukristo ni ukudhihirisha upendo wa kujali. Ukristo ni kudhihirisha upendo wa kujali na wa kiungwana zaidi kati ya mtu na mwenzake. Ukristo ni kudhihirisha upendo wa kujali na wa kiungwana zaidi kati ya mtu na mwenzake. Kristo hana budi kupokea upendo mkuu zaidi kutoka kwa viumbe aliyowaumba, na anamtaka mwanadamu pia ahifadhi hali hii takatifu ya kujali wanadamu wenzake. Kila mtu atakayeokolewa atakuwa ameokolewa kupitia upendo ambao chanzo chake ni Mungu. Uongofu wa kweli ni badiliko. Sikiliza, uongofu wa kweli ni badiliko kutoka kwenye ubinafsi kwenda kwenye upendo mtakatifu wa Mungu na kwa mtu na mwenzake. Kwa hiyo anaeleza kwamba upendo ni kudhihirisha, Ukristo ni kudhihirisha upendo wa kujali, na mtu yeyote atakayeokolewa ameokolewa kupitia upendo, na upendo chanzo chake ni Mungu. Upendo chanzo chake ni nani? Ni Mungu. Na uongofu wa kweli ni badiliko kutoka kwenye ubinafsi kwenda kwenye upendo. Sasa kazi ya Roho Mtakatifu, maandiko yanatueleza pia hivi kutoka kwenye vitabu vya roho ya unabii. Nisome nukuu hii, inatoka Shuhuda ya 8 ukurasa ni wa 139. Shuhuda ya 8 ukurasa ni wa 139. Hapo utakwenda kuangalia aya katika huo ukurasa, utapatana na maelezo haya. Shuhuda ya 8 ukurasa ni wa 139. Anasema ni kazi ya Roho Mtakatifu tangu kizazi hata kizazi kujaza upendo katika mioyo ya wanadamu. Ni kazi ya Roho Mtakatifu
tangu kizazi hata kizazi, kujaza upendo katika mioyo ya wanadamu, kwani upendo ni kanuni iliyo hai ya kindugu. Upendo ni kanuni iliyo hai ya kindugu. Kwa hiyo upendo ndiyo kanuni iliyo hai ya kindugu. Nisome nukuu hii. Kitabu ni cha Tumaini la Vizazi Vyote. Tumaini la Vizazi Vyote. Kwa hiyo matokeo ya kutawaliwa na Roho ni kwamba utakuwa na upendo, ni kwamba ufalme wa Mungu utakuwa ndani yako. Matokeo ya kutawaliwa na Roho Mtakatifu. Matokeo ya kutawaliwa na Roho Mtakatifu. Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa ni wa Kiingereza wa 173, aya yake ni aya ile ya kwanza. Kiingereza kitabu hichi kinaitwa Desire of Ages. Desire of Ages, ukurasa wa 173, aya yake ni aya ya kwanza. Anasema, wakati Roho wa Mungu anapotawala mioyoni mwetu, hubadilisha maisha. Mawazo ya dhambi huondolewa, matendo mabaya huachwa, upendo, uvumilivu, amani huchukua nafasi ya hasira, kijicho na migogoro. Furaha huchukua nafasi ya huzuni, na uso huaksi nuru ya mbinguni. Kwa hiyo matokeo ya Roho Mtakatifu kutawala katika maisha yetu. Kwa hiyo rafiki zangu, kipengele ambacho tumejifunza katika siku ya leo ni kwa namna gani tunaweza tukautafuta ufalme wa Mungu. Ni kwa namna ya kumtafuta Roho Mtakatifu. Ufalme wa Mungu tunautafuta kwa njia ya kutafuta kujazwa na Roho Mtakatifu. Acha kwanza kutafuta pesa saa hii. Maana yake, acha kwanza kuzipa pesa kipaumbele. Acha kwanza kuipa elimu kipaumbele. Acha kwanza kuyapa mambo mengine kipaumbele. Mpe Roho wa Mungu saa hii kipaumbele. Mengine yote ni ziada, na hapo ndipo utakuwa umetafuta ufalme wa Mungu. Ninawaalika wapendwa na ndugu zangu mnaonisikiliza saa hii, kutoka mahali popote mlipo, kutoka mahali popote mnaposikiliza sauti hii, ninawaalika muje kutafuta Roho, mje kutafuta kujazwa na Roho Mtakatifu. Tafuteni kujazwa na Roho Mtakatifu. Na unapotafuta kujazwa kwa Roho Mtakatifu, hapo unatafuta kuwa na ufalme wa Mungu. Na tumeeleza wazi ni kwa namna gani unaweza ukamtafuta Roho Mtakatifu. Ni kuwa na maombi. Saa hii rafiki, ingia katika chumba cha ndani cha siri, piga magoti, panda kwenye milima, tafuta mahali pa faragha, piga magoti, omba kwa ajili ya kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Hapo ndipo ilipo siri ya ushindi. Hebu ngoja nisome nukuu hii. Siri ya ushindi wa maisha ya Mkristo inapatikana wapi? Ukisoma kitabu cha Roho ya Unabii, kitabu kinaitwa Wazee na Manabii. Wazee na Manabii, ukurasa ni wa 203, aya yake ya kwanza ya Kiingereza. Inaeleza siri ya ushindi wa kanisa ni katika maombi. Na ni kuomba nini? Ni kuomba Roho Mtakatifu. Siri ya ushindi wa kanisa. Kitabu kinaitwa Wazee na Manabii, ukurasa ni wa 203, aya yake ni ya kwanza. Mjumbe wa Mungu Nabii Ellen G. White anasema, ushindi mkubwa kwa kanisa la Kristo, ushindi mkubwa kwa kanisa la Kristo au kwa Mkristo mmoja mmoja, si ule unaopatikana kutokana na talanta au elimu au kwa utajiri, kwa fadhila za mwanadamu. Ni ushindi ule unaopatikana katika chumba pamoja na Mungu, wakati wa kusii, imani yenye uchungu inapowekwa katika mikono yenye nguvu. Kwa hiyo ushindi wa kanisa la Kristo, nabii anasema, haupo katika talanta au elimu au utajiri au jambo lolote. Upo katika chumba cha asili, wakati mtu anapoenda kupiga magoti amtafute Roho Mtakatifu. Na hiki ndicho shetani anakiogopa zaidi, na hiki ndicho shetani anakiogopa zaidi. Nisome pia nukuu hii. Shetani anapokiogopa zaidi, anaogopa pale tunapokuwa tukifanya maombi. Wakati tunapokuwa tukifanya maombi, hapo shetani analiogopa jambo hilo shetani analiogopa.
Jambo hili shetani analiogopa tunapokuwa tunafanya maombi. Na shetani kitu kikubwa ambacho anakiogopa zaidi ni pale mtu anapotafuta kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Pale mtu anapotafuta kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Nisome nukuu hii. Inatoka katika kitabu cha Jumbe Zilizoteuliwa, kitabu cha kwanza, ukurasa ni wa 224. Nabii wa Mungu anasema, hakuna jambo lolote ambalo shetani analiogopa zaidi kama watu wa Mungu wanaposafisha njia zao kwa ajili ya kuondoa kila kizuizi, ili Bwana aweze kumwaga Roho Mtakatifu juu ya kanisa lake lililozofika na kuchoka. Kila jaribu, kila mvuto uzuiao, ama ukiwa wa wazi au ukiwa wa siri, unaweza kupingwa kabisa, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, asema Bwana wa majeshi. Zekaria 4 mstari wake wa 6. Wakati njia inapoandaliwa kwa ajili ya Roho wa Mungu, baraka itakuja. Shetani hawezi tena kuzuia mvua ya baraka kushuka juu ya watoto wa Mungu, kama asivyoweza kufunga madirisha ya mbinguni mvua isiweze kunyesha juu ya nchi. Kwa hiyo rafiki yangu, hakuna jambo shetani analiogopa kama wewe utakapoanza kutafuta kujazwa Roho Mtakatifu. Hicho ndicho shetani anakiogopa kuliko kitu chote. Na unampataje Roho Mtakatifu rafiki? Kwenye maombi. Maombi yawe mengi, piga magoti, tafuta mahali pa faragha. Na maombi haya si ya familia ya kukutanika, si maombi ya siku ya Sabato, ni maombi hasa ya faragha. Tafuta mahali pa faragha, piga magoti, omba. Amka nyakati za usiku, piga magoti, omba, muombe Mungu. Mungu nijaze kwa Roho Mtakatifu. Wakati unapofanya hilo kuwa kitu chako cha kwanza, na hicho unapokipa nguvu kwenye akili yako, hapo ndipo unautafuta ufalme wa Mungu. Mpendwa, utafute ufalme wa Mungu kwanza na mengine baadaye. Mpendwa, mtafute Roho Mtakatifu kwanza na mengine baadaye. Basi tutaishia hapo. Mungu atupe nafasi katika kipindi kingine. Basi tuweze kupiga magoti tuombe. Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa pamoja nasi, kwa jinsi ambavyo umetuongoza kuelewa namna ya kutafuta ufalme wako, kwamba kutafuta ufalme wako ni kutafuta kuwa na Kristo ndani yetu, kwamba kutafuta ufalme wako ni kutafuta kujazwa na Roho Mtakatifu, maana Kristo anakaa ndani yetu kupitia sisi kupewa Roho Mtakatifu. Na pale tunapokuwa na upendo, hapo ndipo tunaweza kuwa na ufalme wako, na upendo unaletwa katika maisha yetu. Roho Mtakatifu anapokuja ndio anaumimina upendo ndani yetu, maana upendo ni tunda la Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu tunaweza tukampata tukikuomba. Saa hii Mungu, hebu lete uamsho kwa wana na binti zako wa kweli, wale wanaokupenda. Lete uamsho wa maombi ya kina, lete uamsho wa maombi. Hebu mwezeshe mtazamaji na mfuatiliaji saa hii atafute kuweza kuomba, maombi yawe mengi, ili tuweze kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Maana tumegundua hiki ndicho kitu shetani anakiogopa zaidi, na hili leo Mungu ndilo fundisho lililopuuziwa zaidi. Tunatahitaji kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Tunamtaka Roho Mtakatifu ambaye ni wewe Yesu Kristo. Naomba hayo machache kupitia jina lako Yesu. Amina. Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Esidia ikuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu, njoni tujifunze pamoja, njoni
njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Kipi ulichokimbia Roma? Kipi unachofundisha leo? Mafundisho ina bima na msalaba, kanuni wa ina lesoni. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Nini maana ya matengenezo? Ni kuinua nuru iliyokanyagwa na kutoa maonyo juu ya makanisa yaliyoacha ukweli na kuungana na ulimwengu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma.